wakati huu, ndugu mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa kipindi cha kupendwa kabisa cha Bobea Andikoni. Naam, tunaendelea kubarikiwa na uwepo wako katika kipindi chetu ambapo tumekuwa tukijifunza masomo mbalimbali kupitia lesoni ya vijana umri ni miaka 19 hadi 35. Lakini hata kama umezidi au upo pungufu, hauzuiwi kusikia lesoni hii, maana imekuwa ikitujenga kimwili, kiroho, kiakili pamoja na kijamii. Naam, siku hii ya leo tutakwenda kuwa na walimu mbalimbali kutoka kanisa la Waadventista wa Sabato SUA kupitia SUA SDA Media Channel. Naam, tutakuwa na mwalimu Anoda Mgimwa ambaye yupo mkono wangu wa kulia, tutakuwa na mwalimu Godi Kasimbo, lakini pia tutakuwa na mwalimu Jacksoni Daniel. Endelea kukaa, kubarikiwa na kusikiliza, na kabla hatujaanza kipindi chetu kizuri cha siku hii ya leo, tutafungua kwa ombi zuri na mwalimu mmoja. Karibu kwa ombi la ufunguzi wa kipindi chetu cha leo. Asante. Tuombe. Asante Yesu, tunakushukuru kwa upendo wako. Tunakushukuru kwa kutupatia fursa hii tena ya kupata nafasi ya kuja mbele zako na kutafakari neno lako. Ninakuomba uwe pamoja nasi, muongoze ndugu msikilizaji, kwa jina lako Yesu Kristo. Amen. Amina. Barikiwa sana mwalimu Godi kwa ombi letu zuri kabisa la ufunguzi. Na juma lililopita tulikuwa na somo zuri ambalo tuliweza kubarikiwa katika chaneli yetu hii, na somo hilo lilikuwa na kichwa kinachosema ombi la Yesu. Lakini siku hii ya leo tutakwenda kuangazia katika somo jingine ambalo litakwenda kwa kichwa kinachosema bustani ya Gethsemane. Bustani ya Gethsemane. Karibu kusikiliza somo hili la juma hili, na somo hili ninaamini hautotoka bila kubarikiwa. Utajifunza mengi, na zaidi ya yote yataendelea kutukuza sote kimwili, kiroho, kiakili pamoja na kijamii. Naam, tutaenda kuanza utangulizi wetu mfupi ambao unaelezea kisa kimoja cha mwinjilisti. Na unaweza ukafikiria kwamba kuna mtu ukiwa naye katika maisha huwa anaonekana ni kwamba hana mawazo au hapiti changamoto, huonekana yupo sawa katika hali zote. Wengi huwa hatujui ni kwa nini yupo hivyo, lakini huwa tunahisi mtu huyo hapitii kitu chochote. Naam, tunaenda kuangazia kisa cha mwinjilisti mmoja ambaye alikuwa ni Mwadventista. Mwinjilisti huyu alikuwa akiishi katika hali moja kwa nyakati zote. Yaani kwa leo tunaweza tukasema ni mtu wa furaha, ni mtu anayeweza kukabiliana na changamoto yoyote ambayo anaweza kukutana nayo mbele yake. Mwinjilisti huyu alikuwa akikumbana na mapepo, alikuwa akikumbana na maswali mbalimbali ya majibu, lakini yeye aliweza kuonyesha umaridadi mzuri katika kujibu maswali. Hakuonyesha hali ya huzuni wala hakuonyesha hali ya kushindwa, na alikuwa kiongozi, kwa hiyo alionyesha mfano mzuri kwa wainjilisti wenzake. Na siku mmoja tunaona mwinjilisti huyu aliweza kuitwa na mwenyekiti wake wa conference, na alikuwa ni mchungaji wake. Na alipofika pale, basi yule mchungaji akawa amewaomba yeye pamoja na kamati yake yote ya wainjilisti waweze kuungana katika timu ya wachungaji. Na mwinjilisti huyu kwa mara ya kwanza wainjilisti wenzake na au timu yake iliweza kushuhudia mwinjilisti akitulia kimya kwa kuto kujibu chochote, na alionyesha hali ya utulivu ambao haukuwa wa kawaida. Kama nilivyokwisha kusema hapo awali, ni mtu ambaye amekuwa akikabiliana na changamoto zote katika maisha bila kuonyesha uoga, na hivyo alikuwa mfano wa kuigwa. Kwa hiyo wale timu yake walivyoona amekaa katika hali ile, walijiuliza maswali mengi, maana haikuwa kawaida yake. Na mwinjilisti huyu tunaweza tukafikiria ni kwa nini alikuwa katika hali kama hii. Na wakati fulani alionyesha ni kama uoga fulani, lakini changamoto ni kwamba
alikuwa anawaza anaenda kuachana na watu ambao alikuwa akikabiliana nao katika changamoto mbalimbali katika kazi yake ya uinjilisti, na alikuwa anaenda kuanza kazi nyingine. Kwa hiyo kitu hicho kilimfanya apate kupigwa na butwaa, na hivyo kumfanya kuwa katika hali ambayo hakuwahi kuwa nayo tangu hapo mwanzo. Na kwa kuanza na kisa hicho, tutaenda moja kwa moja katika somo la juma hili ambalo tutamuona Yesu akiwa muinjilisti mkuu kabisa, ambaye alikuwa amezoea kukabiliana na changamoto mbalimbali katika maisha bila kuonyesha hali ya woga, bila kuonyeshwa hali ya kutokuwa na furaha. Siku zote aliishi na wanafunzi, aliweza kutoa mapepo, aliweza kujibu maswali, na wakati mwingine tumeona Mafarisayo walimbeza, lakini aliweza kuishi nao vizuri, hakuonyesha kushindwa wala kukasirishwa na hali hiyo. Na Yesu ameweza kutushangaza kidogo katika somo la juma hili kutokana na hali hiyo aliyokuwa nayo, lakini siku moja tunaona Yesu alibadilika kutoka kwenye hali hiyo na kuingia kwenye hali ya huzuni. Sasa mimi na wewe hatujui kwa nini aliingia kwenye hali ya huzuni na ni nini kilimfanya aweze kuingia kwenye hali ya huzuni. Hivyo ndivyo tutavyoenda kujifunza katika somo la juma hili, ambapo tutaangazia katika kisa cha Yesu akiwa na wanafunzi wake, siku ambazo aliweza kupata huzuni, na ikiwa kwa mara ya kwanza kwa wanafunzi wake kumuona katika hali kama hiyo. Je, ungekuwa wewe, sijui ungejifikiriaje pale ambapo kiongozi wako uliyemzoea siku unamkuta kwenye hali isiyo ya kawaida? Na juma hili tutakwenda kuchunguza kwa undani zaidi sababu za huzuni ambayo aliweza kuwa nayo Yesu akiwa Gethsemane. Na huo utangulizi mfupi ulikuwa umejengwa kwa kichwa kinachosema ukimya wa ajabu. Ukimya wa ajabu. Tunakwenda kubarikiwa na somo moja kwa moja la juma hili ambalo tutajifunza kutoka kitabu cha Mathayo 26 kuanzia mstari wa 36 mpaka wa 56. Na kabla hatujaanza kuangazia vichwa mbalimbali, tuweze kusoma mafungu machache katika kitabu hiki cha Mathayo. Na mwalimu Godi, unaweza kutusomea kitabu cha Mathayo 26 ule mstari wa 40 na 41 ili tuweze kupata kitu kidogo. Asante. Kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 26 aya ya 40 na 41, neno la Mungu linasema Akawajia wale wanafunzi, akawakuta wamelala. Ndio. Akamwambia Petro, je, hamkuweza kukesha pamoja nami hata saa moja? Ndio. Kesheni muombe, msije mkaingia majaribuni. Roho ii radhi, lakini mwili ni dhaifu. Amina. Barikiwa sana mwalimu Godi kwa kutusomea mafungu mazuri hayo, na hivi ndivyo tunavyokwenda kuangazia vichwa mbalimbali katika lesoni ya juma hili. Na tukiangazia kichwa kimoja ambacho kitakuwa kinasema kikombe kichungu. Kikombe kichungu. Unavyosikia hivyo, najua kuna picha unaendelea kuiweka kichwani pako, na mwalimu Jackson atakwenda kutuelezea ni kwa namna gani ameelewa kikombe kichungu kinamaanisha nini. Tukiangalia katika hichi kipengele cha kikombe kichungu, ndio tunaangalia wanafunzi wa Yesu na Yesu mwenyewe, kwamba Yesu alikuwa na wanafunzi, na miongoni mwa wale wanafunzi alikuwemo Yuda ambaye alimsaliti. Ndio. Kwa kipindi Yesu anaianza ile safari ya kwenda bustanini, walikuwa 11. Anavyoondoka nao hawa, anaenda nao Gethsemane kwa ajili ya kuomba. Tunaona anatembea nao wote, wanafika sehemu anawaacha wengine 8, anaenda na wale wengine. Ndio. Na alienda nao kwa dhumuni la kuomba. Aliwasisitiza sana waombe kwa sababu hakupenda kuona katika hatari ya majaribu. Na pia kitu kingine cha pekee tunachojifunza kwamba Yesu
aliangalia sana kuhusu mambo ya wanafunzi wake. Ndio. Kwa sababu tukiangalia hapa, Yesu hakuangalia kwamba wao wamuombee, lakini alikuwa anahitaji wao wajiombee kwa ile hali ambayo wanakuja kuipitia. Tunaangalia na wasisitiza kwamba kufanyeje? Kuomba, lakini kupitia kwao kudumu katika maombi kungempa yeye faraja, japo yeye maombi sio kwa ajili ya manufaa yake, kwa manufaa yao. Kwa hiyo tunaangalia Yesu ni wa pekee, anapata farijiko kwa wengine wanapofanikiwa. Je, sisi katika maisha yetu tunafurahi pale wengine wanapofanikiwa? Je, huzuni yetu tunahuzunika pale wengine wanapohuzunika, au si mambo yetu yakienda ndo furaha yetu, lakini mambo yetu yasipoenda ndo furaha yetu? Kwa hiyo tunaangalia ni kitu cha pekee. Kwa hiyo hata sisi katika maisha yetu pale ambapo tunafanya mambo mazuri, Yesu anafurahia kutuona sisi tukifanya mambo mazuri, lakini tunapovuruga tunakuwa inaonyesha kwamba kile Yesu alichokifanya hakina maana katika nini? Katika maisha yetu. Kwa hiyo tunaangalia kuna wakati katika maisha yetu tumepewa nafasi ya kuonyesha thamani ya kile Yesu alichokifanya. Tukiangalia wanafunzi hawakuitumia nafasi yao kuonyesha thamani ya Yesu katika maisha yao. Kwa hata sisi kama wanafunzi wa Yesu inabidi tuonyeshe thamani ya Yesu katika nini? Katika maisha yetu. Pia tunaangalia kwamba kikombe kichungu hichi kilikuwa kinatoka kwa Baba mwenyewe, kwa sababu wanadamu walikuwa wameivunja sheria ya Mungu. Sheria ya Mungu haibadiliki. Kwa hiyo ilibidi wafanyeje? Waadhibiwe. Kwa Yesu anaichukua adhabu ambayo ilitupasa sisi kama sisi tufanyeje? Tuadhibiwe. Lakini wale ambao Yesu anaenda kuwalipia deni lao, wao walikuwa wafanyeje? Hawaelewi. Yesu mwenyewe aliwafafanulia kwambia hii ni siku ya tofauti, ndio maana mnaniona mimi na pia tofauti. Wanafunzi cha ajabu walichukulia kwa siku ya kawaida. Nawaambia waombe, wao wamelala. Anarudi waombe, wao wamelala. Tunaangalia kwenye maisha yetu, tunaweza kujifunza kupitia wanafunzi na pia tunaweza kujifunza kupitia Yesu. Yesu alipitia wakati mgumu, lakini japokuwa anapitia wakati mgumu alizidi kuangalia mafanikio ya watu wengine. Kwa hata sisi tunapopitia wakati mgumu, tuzidi kusonga mbele. Pia tunabidi tutazame nguvu za Mungu kupitia maisha ya watu wengine. Mimi sijafanikiwa, lakini kwa sababu Mwalimu Godi amefanikiwa, kufanikiwa kwake kunifanya mimi nimfurahie nani? Nimfurahie Mungu. Kwa ndio nilichojifunza katika somo hili la kikombe kichungu. Amina sana Mwalimu Jackson. Na Mwalimu Jackson, ninaweza nikakuuliza kwamba sasa kupitia hapo mtazamaji anayetusikiliza, kikombe kichungu ni kikombe gani hicho alikuwa anakiongelea katika sehemu hiyo? Tukiangalia katika kikombe kichungu kwamba Yesu alikuwa anaipokea adhabu ambayo inatoka kwa Baba yake. Sio kwamba ni adhabu kutoka kwa wanadamu. Ndio maana tunaona kwamba Yesu anawaambia wanafunzi wake anajisikia huzuni kiasi cha kufa. Sio kwamba amefikia kwenye mateso, lakini yuko tu hivi. Kwa sababu si wanadamu tumetenda dhambi. Ile adhabu ambayo tungeibeba ndio Yesu aliyofanyaje? Aliyoipitia, kwamba sisi itupasa tufe milele. Ndio maana nasema mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Kwa hiyo kikombe hichi kinachoongelewa hapa ni adhabu ambayo ilitupasa sisi wanadamu, Yesu akaja kuilipia. Kwa ufafanuzi zaidi ukisoma Ufunuo 14 mstari wa 10 nasema yeye naye atakunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji. Kwa hiyo hicho kinachozungumziwa katika somo hili. Na mbarikiwa sana Mwalimu Jackson kwa utangulizi wa sehemu iliyokuwa inasema kikombe kichungu. Na tunaona Yesu akiwa anaenda kupokea ghadhabu ya dhambi zetu ambayo inampelekea kwenda kufa. Na tunazidi kuendelea kusonga mbele na somo letu la juma hili, na tutaangazia kichwa kingine ambacho kinasema weka upanga wako mbali. Ni nani huyu aliweza kusema maneno haya, na ni kwa nini aliweza kusema maneno haya? Mwalimu Godi, karibu kwa sehemu hiyo. Asante mwalimu. Katika eneo hili weka upanga wako chini, ndio ni hatua ambayo inachochewa na hatua za Yuda. Wakati Yuda ameingia pamoja na wale watu katika bustani ya Gethsemane, ndio alimkuta Yesu pale. Na wakati wamefika pale, Yesu aliwauliza swali kwamba mmekuja kumtafuta nani? Wakasema tumekuja kumkamata nani? Yesu Mnazareti. Ndio. Lakini waliposema hivyo, Yesu akasema ni mimi, nikamateni.
jambo la ajabu ni kwamba jambo la kwanza ambalo lilitokea wakati wale watu wanakwenda kumkamata Yesu ni udhihirisho wa Yesu wa kiungu. Amen. Kwamba Yesu hatua ya kwanza kabisa anawadhihirishia kwamba mimi ni nani? Ni Mungu. Kwa sababu maandiko matakatifu yanaeleza aliposema tu ni mimi, nikamateni. Biblia inaeleza wale watu walirudi nyuma alafu wakaanguka chini. Na ni kauli tu, hakuna chochote ambacho kilitokea. Hii inaonyesha kwamba sio kwa uwezo wao walikuja kumkamata Yesu. Lakini Yesu, tukio ambalo linakwenda kutokea ni tukio la hiari kutoka kwa Yesu mwenyewe. Hilo jambo la kwanza. Lakini tukio ambalo liliendelea ni kwamba wale wanafunzi wa Yesu sasa ilikuwa imefikia wakati wanataka kumtetea nani? Kumtetea Yesu. Hapa ndipo chanzo kinapoanzia. Tunamuona Petro kwamba anakuja na mbinu mpya ya namna ambayo anatamani kumtetea nani? Kumtetea Yesu. Biblia inasema alipoona kile, yeye alichukua upanga. Alafu akaenda kwa ajili ya kumkata. Sijajua alikuwa amekusudia nini. Lakini Biblia inaeleza alipokuwa amekata, alikata sikio la mtumishi mmoja wa mtumishi mmoja wa kuhani mkuu. Ile sikio likadondoka chini. Ndio. Lakini hapo mbele tunaona Yesu anamkemea. Hii inaonyesha kwamba kumbe Yesu alikuwa hajakusudiwa kutetewa na wanadamu kwa namna ile. Kulikuwa na njia nyingine ambayo Yesu alikuwa amekusudiwa kutetewa na nani? Na Mungu mwenyewe. Amina. Kwa hiyo inatudhihirishia pia kwamba njia mia kwa ajili ya kumtukuza Yesu, wakati fulani tunaweza tukatumia njia kwa ajili ya kumtetea Yesu, tukafikiri ni njia sahihi, lakini kumbe sio njia sahihi. Lakini jambo la mwisho ambalo ni la ajabu sana pia ambalo naliona ni kwamba wakati Yesu amemkata yule mtu sikio, na ikumbuke pia kwamba yule mtu alikuwa amekuja kwa ajili ya kumkamata nani? Yesu. Lakini anachokifanya Yesu, anatumia nguvu yake na uwezo wake wa kiungu, anamponya adui yake. Amina. Wakati huo alikuwa katika changamoto kubwa ya majonzi. Hii tunaona kwamba Yesu licha ya kuwa alikuwa katika changamoto, alikuwa anawajali watu wengine. Ndio. Na hii pia anatupa ushauri kwetu pia kwamba wakati fulani tunaweza tukawa na changamoto kubwa pia juu ya kile ambacho tunakwenda kukaribiana nacho, lakini bado kipaumbele chetu kiwe kwa ajili ya watu wengine. Amina. Barikiwa sana Mwalimu Godi. Wakati fulani ulivyotaja jina la Petro, nimeona watu wametabasamu hivi, na jaribu kufikiria huyu Petro angekuwepo hapa, sijui angekuwa ni mtu wa namna gani. Lakini ukifikiria kwa wakati mwingine ni kama alikuwa sawa. Petro inaonekana alikuwa anampenda sana Yesu. Na kumbe muda mwingine njia tunazotumia katika kuweza kutetea ile kazi ya Mungu kwa kutumia njia zetu za kibinadamu haipaswi kwenda hivyo. Mungu anatuhitaji tutumie msaada wa Mungu pekee kuweza kufanya kazi yake na kutetea kazi yake. Na hatimaye pia tunaenda katika sehemu nyingine ambayo inasema huzuni isiyo kifani. Natamani msikilizaji tufikirie kidogo. Wakati fulani nilivyokuwa nasoma somo la juma hili, kuna namna nilipata huzuni. Na nilipata huzuni pale ambapo nilikutana na kitu kigeni zaidi ambacho hata kwa sasa kuonekana imekuwa ni nadra sana. Na ni nani alipitia huzuni isiyo kifani? Tunamuona Yesu anapitia huzuni isiyo kifani. Kwanza anaweza kuongea na wanafunzi wake akiwaambia waweze kuomba, lakini wanafunzi wanapuuzia maneno yake, wanalala. Lakini kitu kingine, yupo anaelekea katika nyakati ngumu, lakini anakosa faraja ya pekee. Na ndipo Yesu anaporudi miguuni pa Mungu wa mbinguni na kupiga magoti. Kitu cha pekee ninachokutana nacho katika sehemu hii, ninamuona Yesu akiwa amepiga magoti, analia. Jasho la damu linaweza kumtoka. Kwa kweli katika ulimwengu wa siku ya leo, sijawahi kukutana na changamoto ya namna hii. Nikajaribu kuwaza mpaka mtu anatokwa na jasho la damu, anakuwa amepitia mateso kiasi gani. Na tutaenda kwenye hali ya kibiolojia zaidi
na kuna kitu kinachoitwa hematidrosis. Hii inasababishwa na mishipa iliyo karibu na tezi za jasho kupasuka, na baada ya mishipa hii kupasuka hupelekea kuvuja kwa damu. Kwa hiyo Yesu alipitia changamoto nzito mpaka ikampelekea kufikia kwenye hali kama hii. Na Yesu aliweza kuomba mara 3 mzigo huu uweze kuondolewa kwake, lakini baadaye aliweza kujitia nguvu baada ya kutuona mimi na wewe tunaenda kufa katika dhambi, na hatimaye akaweza kujitia moyo kwa kukubali kupokea kikombe cha adhabu kwa ajili ya dhambi zetu. Na hii ilikuwa ni huzuni isiyo kifani kwa Yesu. Unavyoendelea kufikiria Yesu ni kwa jinsi gani alipitia huzuni isiyo kifani kwa ajili yangu mimi na wewe, basi tuelekee katika sehemu nyingine ambayo inasema upweke na maumivu makali. Na Mwalimu Anoda, karibu kwa sehemu hiyo. Asante sana mwalimu. Upweke na maumivu makali. Ni nani miongoni mwetu ambaye hakuwahi kupitia upweke maishani mwake? Huenda uliwahi kuachwa na mzazi nyumbani wakati uko mtoto, ulinde nyumba peke yako. Ulijisikiaje? Vibaya. Vibaya sana. Ulijisikia upweke, uliyetengwa, usiyekuwa na thamani. Huenda walienda kwenye sherehe wakwambia wewe ni mtoto, baki nyumbani, tuachane na haya. Yesu alipitia upweke, na tunaona kwamba pale bustanini Gethsemani alikuwa na wanafunzi wake ambao aliishi nao kwa muda mrefu, aliwatendea mema, lakini changamoto inakuja kwamba wanafunzi hawaonyeshi ushirikiano wowote. Anakwenda kupiga magoti, anaomba, lakini wanafunzi anawakuta wamelala. Wamelala kabisa. Hayo yote yalikuwa yanamfanya Yesu awe mpweke. Lakini akiona jinsi wanadamu wanavyokosa shukrani, alikuwa akiwaponya, alikuwa akiwafundisha katika masinagogi, lakini anaona jinsi wanavyokuja kumgeuka mwisho wa safari yake. Ndiyo. Hayo yote ni mambo ambayo yalimfanya Yesu awe na upweke. Lakini mwalimu hapa ametoka kuelezea swala la hematidrosis, maumivu makali. Zile tezi za jasho zimepasuka, na kibiolojia hata sasa wanasayansi wanasema ni jambo ambalo ni nadra sana kutokea kwa mwanadamu. Ndiyo. Kwa hiyo ni hali ambayo Yesu aliipitia, ni msongo wa mawazo kimwili, kiroho. Alikuwa amefadhaika na kupitia maumivu makali. Ndiyo. Kwa hiyo hayo yote yalikuwa yanafanya Yesu awe mpweke na mwenye kupitia maumivu makali. Kwa hiyo ninachosema ni kwamba moyo wa mwanadamu unatamani sana kuhurumiwa unapokuwa katika mateso. Lakini cha kushangaza, Yesu hakuhurumiwa wakati anapitia mateso. Hii iwe chachu kwangu na kwako kwamba tunapaswa kufikiria wokovu wa Yesu mkuu namna hii katika maisha yetu. Amina sana. Ilibaki kidogo nianze kulia. Inahuzunisha kidogo, lakini kusema ukweli, somo la juma hili, ndugu mpenzi mtazamaji, likawe ni chachu ya wewe kurudi miguuni pa Yesu. Yesu alipitia changamoto kubwa sana katika wokovu wangu mimi na wewe. Kuna kipindi hata alitamani kuahirisha ile adhabu iliyopo mbele yake, lakini alivyotuona mimi na wewe akakubali kukinywea kikombe kile, na hatimaye mapenzi ya Mungu yalitimizwa kupitia yeye. Na hili ndilo lilikuwa somo la juma hili katika lesoni yetu ya Bobea Andikoni, ambalo lilikuwa na kichwa kinachosema bustani ya Gethsemani. Bustani hii ikakae katika maisha yako ukiwaza ni namna gani utaweza kufanya ili kumrudia Mungu wa mbinguni, ili hatimaye maumivu yaliyopitia katika kuelekea nyakati za kifo chake
yasiwe na majozi zaidi pale anapozidi kukuona au anapozidi kuniona naendelea kufuatana na dunia hii. Na kwa kuweza kuhitimisha somo letu tukiwa ukingoni, tunaweza tukajiuliza mambo machache na walimu wenzangu hapa. Na wakati nilipokuwa kwenye utangulizi niliona kwamba ni kama kuna watu wakipitia matatizo huwa hawaonyeshi. Ninaweza nikawauliza walimu wenzangu, mmewahi kukutana na watu kama hao? Mimi ni miongoni mwa ambao waliwahi kukutana na mmoja wapo wa mtu aina kama ya kisa cha mwinjilisti. Huyo alikuwa ni mwanafunzi mwenzangu. Yeye alikuwa akitoka katika familia yenye maisha magumu sana. Mama alikuwa anajitegemea mwenyewe, baba ametelekeza familia. Ndiyo. Lakini kilichoshangaza ni kwamba alikuwa anakuja shuleni kwa furaha, wala hajali kwamba anatoka katika familia maskini. Anasoma kwa juhudi, anasaidia wengine waweze kufaulu. Ndiyo. Bila shida yoyote. Kwa hiyo ni jambo jema sana kuwa mtu wa design kama hiyo. Tunaweza kuona watu kama hao wapo katika hata dunia tunayoishi leo. Jukumu letu ni kuwatia moyo, maana kuna muda wanahitaji faraja yako lakini wanaikosa. Usisite kumtia moyo mtu kama huyo, hata kama anaonekana na furaha muda wote. Na tunahisi ni huzuni gani Yesu aliweza kupitia katika ile bustani ya Gethsemane, pale alipokuwa na wanafunzi wake na hata pale alipokuwa peke yake. Asante mwalimu. Kiufupi tu ni kwamba Yesu alipitia huzuni kubwa sana. Ndiyo. Mpaka kuna wakati kama vielelezo vilivyoanza kutokea kama kuanza kutokwa na damu katika mishipa. Kwa kimsingi inaonyesha huzuni ya hali ya juu. Lakini zaidi ya hayo yote kuna mambo ambayo Yesu aliyahitaji. Ndiyo. Hasa kutoka kwa wanafunzi wake. Ukisoma katika kitabu cha Injili ya Mathayo 26 aya 38, ndiyo, neno la Mungu linasema, ndipo akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Ndiyo. Kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Kwa hiyo Yesu alihitaji faraja. Lakini faraja hii ambayo alihitaji ilikuwa inatakiwa kutolewa na wanafunzi wake. Amina. Ili hali alipokuwa akitegemea faraja, alikuta faraja imefanya nini? Imekufa. Kwa sababu aliwaambia kesheni pamoja nami, lakini aliokuwa na wakuta wamefanya nini? Wamelala. Kwa katika huzuni yake Yesu alikuwa anatamani sana kupata faraja. Na faraja aliyokuwa anatamani kupata ni kutoka kwa wanafunzi wake. Licha ya kuwa hata wanafunzi wake hawakuwa na uwezo huo wa kutoa faraja hiyo kwa wakati ule. Ninachojaribu kusema tu pia kwa ndugu msikilizaji, wako watu wengi ambao wana huzuni na wanatamani kupata faraja kutoka kwetu. Amina. Kwa hiyo huu ni wakati wetu pia wa kutoa faraja kwao na kuwatia nguvu ili wapate nafasi ya kuendelea kusonga mbele. Amina. Barikiwa sana Mwalimu Godi, na hivi ndivyo tunavyohitimisha kipindi chetu cha siku ya leo. Ulikuwa nami Eudia Mwipopo kupitia SUA SDA Channel Media. Na kwa kufunga kipindi chetu, karibu Madam Arnolda uweze kutufungia kwa kipindi cha siku hii ya leo. Tuombe. Yesu, tunakushukuru sana kwa kifo chako pale msalabani. Huzuni na upweke, maumivu makali kwa ajili yangu na kwa ajili yetu sote. Jina lako litukuzwe. Tunakuomba utukumbushe wokovu mkuu namna hii maishani mwetu. Tusije tukakuumiza tena katika maisha ya dhambi tunayoyapendelea. Roho wako Mtakatifu atuongoze na kutukumbusha ya kwamba wokovu wako ni wa thamani sana maishani mwetu. Asante, jina lako litukuzwe, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina.